Yes, klabu ya Nsingizini Hotspurs ambayo inacheza na Simba katika mechi ya ligi ya mabingwa weekend hii ni klabu ambayo inatokea pale nchini Eswatini, na nakupa historia fupi tu na details fupi tu kuhusiana na klabu hii. Ni klabu ambayo inatokea nchini Eswatini katika kitongoji cha Hluti, eneo la Shiselweni pale Nsingizini, ambapo ni karibia kabisa na boda ya KwaZulu Natal ambayo ipo pale Afrika Kusini. Sasa klabu hii msimu uliopita walikuwa ni mabingwa wa MTN Premier League, ligi ya Eswatini msimu uliopita, wakimaliza kwa alama moja tu dhidi ya Royal Leopards katika msimamo huo. Sasa Nsingizini msimu uliopita kwenye ligi yao katika michezo 26 waliocheza waliweza kupata matokeo ya ushindi katika michezo 19. Katika michezo 19 waliopata ushindi wakatoka sare michezo mitatu na wakapoteza michezo minne, wakifunga jumla ya mabao 44, wakiruhusu mabao 14, wakiwa na wastani goal difference ya mabao 30. Walimaliza na alama 60, lakini Royal Leopards walikuwa na shindana nao kwa karibu, walikuwa na alama 59. Kilichoangusha Royal Leopards wao ni kwamba walitoka sare michezo mingi, lakini walipoteza mchezo mmoja. Kwani Royal Leopards katika michezo 26 walishinda michezo 17, alafu wakatoka sare michezo 8, wakaweza kupoteza mchezo mmoja. Walikuwa vinara wa ufungaji wa mabao katika ligi kuu ya Eswatini. Royal Leopards walimaliza wakiwa na mabao 58 wakati wakiruhusu mabao 17. Kumbuka Nsingizini waliruhusu mabao 14, Royal Leopards waliruhusu mabao 17. Kwa hiyo Royal Leopards walikuwa na wastani goal difference ya mabao 41, alama 59, alama moja nyuma ya Nsingizini Hotspurs ambao walimaliza eventually mabingwa. Sasa Nsingizini wana kikosi chenye wastani mchanganyiko, vijana pamoja na waliozidi miaka 30, ama kwenye soka tunasema labda umri umeenda. Wana wachezaji kama Kingsley Kwaki, huyu ni beki na ni mchezaji ambaye alikuwa nyota wa mchezo katika mchezo dhidi ya Mbabane, mchezo wao wa kwanza wa ligi msimu huu. Wameshacheza mchezo mmoja tu wa ligi msimu huu MTN Premier League na waliweza kupata ushindi dhidi ya Mbabane. Sasa Kingsley Kwaki ndiye alikuwa nyota wa mchezo huo. Wanaye pia Mkosi Shongwe, huyu ni beki wa kushoto, ni beki ambaye aliwafungia goli katika mchezo wao dhidi ya Simba Bora katika hatua iliyopita, kabla ya kukutana na Simba katika hatua inayofuata, na ni beki anayetumia mguu wa kushoto, ndiye alifunga bao dakika 90. Kumbuka kwamba Nsingizini katika hatua iliyopita walicheza na Simba Bora katika aggregate ya mechi zote mbili walitoka sare ya 1-1, alafu mechi ikaisha kwa ushindi wa Nsingizini wa mabao 4-2 kwa mikwaju ya penalties. Sasa kule ugenini walipoteza bao 1-0, lakini wakaja wakashinda bao 1-0 pale nyumbani na kuweza kufikia hatua inayofuata. Wao wanatumia uwanja wa Somlolo National Stadium, na hata mchezo huu dhidi ya Simba utachezwa katika uwanja wa Somlolo National Stadium, kutokana na kwamba hawatumii uwanja wao ule wa kawaida, kutokana na kwamba haukidhi vigezo vya CAF. Kwa hiyo wanaye mchezaji pia Madondo, Joel Madondo, jezi nambari 8. Huyu ni forward kutoka nchini Uganda. Ni forward ambaye ashaichezea Wydad Athletic Club, Wydad Casablanca mwaka 2020, lakini akarudi kule Uganda akachezea klabu kama Entebbe, UPPC na vilabu vingine vya Uganda. Kwa hiyo Joel Madondo ni forward ambaye amesajiliwa msimu huu, ni forward ambaye tunatazamia hata katika mchezo dhidi ya Simba pia ataweza kushiriki. Kwa ni timu ambayo pia inaundwa na vijana. Kocha wao Kobo ni kocha ambaye anaamini zaidi katika mpira wa kasi. Ni style yake ya uchezaji ya Nsingizini ni mpira wa kasi, pasi fupi, mashambulizi ya haraka sana. Kwa tunatazamia itakuwa ni mechi nzuri dhidi ya Simba katika raundi ya kwanza na raundi ya pili ya michuano ya CAF Champions League bana. Na kukumbusha tu kwamba kuna darasa la ujasiriamali ambalo linaendelea
Unaweza ukajifunza kutengeneza sabuni, unaweza ukafundishwa kutengeneza jig ile ya kung'arisha nguo, unaweza kufundishwa kutengeneza sabuni za vipande, unaweza kufundishwa kutengeneza sabuni ya kung'arisha tiles na vitu mbalimbali. Kwa hiyo darasa la ujasiriamali lipo, unaweza kujiunga kwa kupiga simu 0764 35 22 74. Hawa watakuunganisha katika darasa ambalo utafundishwa kwa bei nafuu, na utaweza kuwa mjasiriamali, na wewe utaweza kutengeneza aina hizi ya bidhaa, na wewe utaweza kuziuza na kuweza kuwa mmoja wa wafanyabiashara wazuri hapa nchini. Mimi ni Gerald Rufumbi, endelea kufuatilia katika mitandao yetu yote ya kijamii, usisahau kusubscribe, kulike na comment.